Hatma ya kiungo Clatous Chama ndani ya Yanga bado inapaswa kichwa baada ya mabosi wa timu hiyo kusubiri uamuzi wa kocha wao Miloud Hamdi ambaye anataka kumsoma zaidi kabla ya kutoa kauli ya mwisho juu yake. Issue iko hivi: ukiacha historia ya ubora wa kiungo huyo katika maisha yake ya soka hapa nchini tangu akiwa Simba, lakini msimu huu namba zake hazimbebi sana, huku akishindwa ushindani wa nafasi dhidi ya viungo wenzake kwenye kikosi cha kwanza. Chama ambaye alisaini mkataba wa mwaka mmoja Yanga mwanzoni wa msimu huu akichukua dola 15,000 takriban shilingi milioni 396.9. Mabosi wa Yanga wanataka endapo kocha wao atasema abaki, basi watamtaka apunguze dau lake ili aendelee kujitafuta. Msimu huu Chama amefunga mabao 3 pekee kwenye ligi, lakini utata ni namna inavyoonekana kupata shida kuzoea falsafa ya kikosi hicho. Nikimnukuu anasema, kuna mambo mengi ya kujiridhisha kabla ya kuchukua uamuzi wa mwisho kama tumbakishe au tumwache. Kila mmoja anajua ubora wa Chama, lakini ndani ya msimu huu kile ambacho tulikitarajia hatujakipata sawasawa, alisema bosi huyo wa juu ndani ya Yanga. Kwa hiyo tumekwama hapo. Ukitazama gharama ambazo tulitumia ni kubwa, na sio kwamba hapati nafasi. Kuna mechi anazipata, lakini bado unamuona aonyeshi kile kikubwa tunachokisubiri. Tumemuomba kocha Hamdi naye atusaidie kupima nafasi yake. Ametuambia atamwangalia zaidi kwenye mechi zilizosalia. Tunataka pia angalie nafasi yake dhidi ya viungo wengine, kwa kuwa yeye ndio mtu anayejua atamtumia nani na wakati gani. Kama kocha atasema abaki, tunaweza kumuongezea mkataba, lakini tunafikiri apunguze dau lake kwanza. Unajua, tulimchukua kwa gharama kubwa tukiamini kwamba kuna kitu kikubwa ataongezea. Amemaliza kwa kusema hivyo bosi huyo wa juu ndani ya klabu ya Yanga. Na hii ni kuhusiana na kiwango cha Clatous Chama, kama ataendelea kubaki Yanga au nafasi yake itachukuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ndio nimekuletea hapo. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare. Hii ni Ahadi TV Online.